Tukitoka kwenye methali, bunilizi ya pili ambayo tulizungumzia ilikuwa ni vitendawili. Tunazungumzia zote vitendawili. Hizi vitendawili ni kauli ambazo ni fumbo na lazima ufumbue. Unasema tu lazima useme ni kauli ambayo ni fumbo. Ni kauli ambayo ni fumbo na lazima ufumbue. Hicho ndicho kitendawili. Ukienda kwa sifa za vitendawili, lazima useme kwanza lazima kuwe na makundi mangapi? Huwezi kuja kutoa kitendawili na una mtu wa kujibu. Unakuwa na kama ni kuanza watu wawili kwenda juu, na lazima uwe pia na makundi mawili. Unakuwa na watu wawili au makundi mawili. Kwa sababu kuna yule ambaye anakutolea kitendawili na kuna yule ambaye anafanya nini? Anajibu. Kwa hivyo ndio maana tunasema lazima kuwe na watu wawili au kundi. Lazima useme pia vitendawili huwa ni semi fupi fupi ambazo zimetumia lugha kwa mkato. Kutumia lugha kwa mkato ina maana kuwa wanatumia badala ya kusema maneno mengi, wanatumia maneno machache kueleza jambo ambalo ni pana sana. Kwa mfano, wakati unaambiwa sikiliza kitendawili unipe jibu. Pafunua, pafunika, nyosha mkono. Pafunika, pafunua ni kitendawili. Jibu ni nyayo. Wakati unatembea unafunika, unafunua. Unafunika, unafunua. Badala ya kusema ni nyayo wakati unatembea, unasema pafunika, pafunua, lugha ya mkato. Pili, vitendawili lazima vitolewe kwenye hadhira ili ifanye nini? Ifumbue. Pia lazima vitendawili pia utumia lugha ile ya taswira. Nimekwambia huwa na muundo maalum. Na pia uwasilisho kwa njia ya majibizano. Lazima watu wajibizane. Ukikosa kuelewa ni kwa sababu sasa nimekupa jibu. Kosa kuelewa unasema nipe mji. Si ndio? Kwa hivyo lazima mjibizane, kuna kujibizana. Kutoka pale nilienda nikakufunza pia msemo. Lakini kabla ya misemo tushughulikie misimu. Misimu ni kauli fupi ambazo huchipuka kwa muda na zinatoweka. Lakini siku hizi kuna baadhi ya misimu ambayo inabaki na inaingia kwenye kamusi sanifu. Lakini kueleza misimu ni nini? Unasema ni semi ambazo zinachipuka katika kundi fulani. Lazima usitize kuwa wakati unashughulikia misimu ni kauli fupi ambazo zinachipuka. Lazima useme zinachipuka katika kundi fulani, ni kundi fulani katika jamii, kundi moja fulani, kundi la vijana, kundi la polisi, kundi la lazima wanawake. Kundi lazima liwe kundi moja fulani katika jamii. Na misimu hutokea katika kipindi fulani. Si kila wakati, kipindi fulani. Kwa mfano kabla hujazaliwa kulikuwa na msimu wa kiboko yao. Huu unatumia siku hizi hata ujui. Huu ulikuwa msimu, sema mambo yako shwari. Kuna msimu ambao ulikuwa unatumiwa. Ulikuwa na msimu ambao ulikuwa unatumiwa na kundi la vijana. Kwa hivyo nimekwambia misimu inatumika na kundi fulani, kipindi fulani. Na baadaye misimu hiyo inafanya nini? Inatoweka. Kuna wakati nipe chai ilianza katika kundi la wanapolisi, si ndio? Wakati walikuwa wanaitisha dereva nini? Hongo. Ikatoweka. Baada ya muda wakaanza kutumia nipe kitu kidogo. Ilikuwa kati ya madereva na nani? Na polisi. Kwa hivyo ulikuwa msimu wa barabarani, yaani wa polisi. Kitu kidogo kwa maana ya wapewe nini? Neno lingine ambalo ni msimu ni bodaboda. Bodaboda ilianza
sehemu ya Kisumu. Kisumu, na ilikuwa waendeshaji baiskeli ambao walikuwa wanabeba abiria. Waendeshaji baiskeli wanabeba wateja, hata si abiria, wateja. Si pale nyuma wametengeza vizuri kiti, wanabeba. Alafu zile baiskeli zao zikaanza kuitwa nini? Bodaboda. Kwa hivyo ilikuwa inatumika na hawa ambao walikuwa wanasafirisha wateja kwa kutumia zile baiskeli. Lakini baadaye ikatoka pale, sasa ikaanza kutumiwa, sasa inatumiwa na kina nani? Wenye usafiri wa pikipiki. Huko ilikuwa inatumika, alafu ikatoka. Baada ya muda ikaja kwa watu wa pikipiki, ikaanza kutumika. Ndio maana baadhi ya kamusi utapata bodaboda tayari imeingia kwenye nini? Kamusi sanifu. Baadhi. Kwa hivyo ilianza huko. Huo ulikuwa kama msimu wa wale wasafirishaji. Tukiendelea na msimu, sifa za misimu, kwanza uzuka na baadaye inafanya nini? Inatoweka. Lakini nimekwambia kuna zile ambazo huingia katika kamusi sanifu. Kama vile kulianza msimu wa vuvuzela. Unakumbuka vuvuzela? Ilikuwa hai. Vuvuzela ilianza wakati kulikuwa na kombe la dunia. Mpira wa kandanda sehemu ya Afrika nini? Kusini. Watu ndio walianza kutumia zile vuvuzela, kupuliza, kushangilia. Kwa sababu watu walijua, wakaanza kuitumia wakati huo. Ikawa ni kama imetoweka. Lakini baadaye imeanza kuingia kwenye nini? Kamusi. Ilitumika na wale wanasoka muda huo, lakini ikapotea. Lakini baadaye ni kama kuna mtu aliweka kwenye kamusi yake, sijui. Tuendelee. Pia nilimesema kuwa, nimekueleza sifa nyingine ya msimu, lazima iwe kundi nini? Fulani. Hutumika na kundi fulani peke yake, na pia hutumika katika kipindi fulani. Kipindi fulani. Kuna mfano mmoja ambao tuliandika, nilikuwa nataka kusomea. Pia nilikwambia uzuka na kutoweka, na maana yake unapata kwa wale ambao wanatumia. Wale ambao wanatumia ndio unapata pale, ndipo unapata maana yake. Kuna msimu wakati ulikuwa unatumika unaitwa mambo safi. Kuna yukorada si ati unasema yukorada unaweza kusema ni lugha mtaani. Hapana, ni msimu. Noma haijawapata nyinyi. Kuna huo pia ni msimu. Baada ya misimu nataka tuangalie bunilizi nyingine ambayo ni nahau. Nahau ni fungu la maneno, na tuliandika nahau. Nataka uone tofauti ya nahau na msemo. Angalia hapa. Kuna nahau na kuna msemo hapa. Ndio kwenye mtihani usichanganyike. Zote ni kauli fupi, si ndio? Lakini nahau huwa na muundo wa kitenzi nomino wakati wote. Kitenzi nomino wakati wote, muundo ni kitenzi nomino wakati wote. Na ndio maana nikakwambia kuna piga maji. Si unaona kuna kitenzi nomino? Kwa maana ya piga maji ni maana gani? Lewa vizuri. Kujitia hamnazo, hapo ni kitenzi nomino. Kujitia hamnazo maana gani? Kujifanya ujui. Kukata kamba maana. Kwa hivyo usiona kuna kitenzi nomino, lazima uangalie kama ukipata ni kuna kitenzi nomino hivyo, hiyo bunilizi tayari ni nahau. Kwenda mguu ni kukata tamaa. Kukunja jamvi ni kumaliza shughuli. Pia muundo ni huo, kitenzi nomino. Kupata jiko vizuri. Shingo upande bila kutaka. Piga vijembe. Sema, unasema kwa mafumbo. Kwa hivyo jambo la kwanza nahau, ukiangalia sifa zake, inatumia lugha ya mkato kwa sababu maneno si ni mawili tu. Na tuliandika pale tukasema kuna nahau ambazo zinaweza kuwa na nahau mbili au zaidi, zina maana moja. Nahau kama vile mbao la mkahawani, jamvi la wageni na maana ya kahaba. Si unajua wale wanawake wanajiuza hao.
Aya, kupata jiko na kuasi ukapera, zote zina maana sawa, ni kufanya nini? Kuoa. Pia baadhi ya nahau zina maana zaidi ya moja. Ukiambia mtu shika mguu, ina maana unaomba radhi. Unaweza kuwa una maana ya kutoa shukrani au unapiga mbio. Kuna pia nahau kama kufunga virago, ina maana kuwa umeondoka au umemaliza nini? Shughuli. Kwa hivyo kuna baadhi ambazo zinaweza kuwa na maana zaidi ya moja. Tofauti ya nahau na misemo ni kwa sababu misemo ni kauli zenye ukweli, ni kauli zenye ukweli fulani katika jamii, zenye ukweli fulani. Wakati mwingi misemo mingi inakuwa ina kauli ndefu kidogo kuliko nini? Nahau. Kwa hivyo ni kauli zenye zinabeba ukweli fulani katika jamii. Ukiambiwa akili ni nywele, huo ni msemo. Ukiambiwa binadamu ni udogo, ina maana gani? Inakuwa binadamu anaweza kufanya nini? Kufa, si ndio? Anaweza kufa. Ukiambiwa kuna msemo mwili haujengwi kwa mbao, ina maana gani? Lazima ule, si ndio? Ndio uweze kuendelea na maisha. Umaskini si kilema, ina maana kuwa mambo ugeuka. Si lazima iwapo umezaliwa maskini ukamilishe maisha ukiwa nini? Maskini. Pia kuna ndio kwanza mkoko ualike maua, inamaanisha ndio sasa mambo yamezidi, ndio yashike kasi. Tunaendelea kusoma baadhi ya ile misemo. Nafikiria hayo ndio tulizungumzia katika bunilizi. Nimeshughulikia. Tulikuwa tunataka kuzungumzia vipengele vya bunilizi. Bunilizi hizo zina vipengele ambavyo ni muhimu katika bunilizi. Kwanza inatumia lugha ya mkato. Si tumezungumzia hivyo? Lugha ya mkato kwa maana inatumia maneno machache. Si ni machache? Tumeona na hao maneno yake ni machache. Kwa hivyo utumie lugha ya mkato. Nimekwambia inatumia nini? Jambo jingine, taswira. Si ile picha? Zote zina taswira. Pia huwa inaleta hekima na busara. Yaani unapata maarifa mengi. Maarifa mengi unaweza kupata. Na pia huwa na utumika, kuna muktadha wake wa matumizi. Kuna wakati ambapo unapaswa kutumia nahau, misimu. Si tumesema misimu inatumika na kundi fulani wakati fulani. Kwa hivyo bunilizi nyingi zina muktadha wa matumizi. Unapata kuna bunilizi unapaswa kutumia wakati ambapo uko barabarani. Si tumesema kama hii nipe chai wakati ilikuwa inatumika. Haya, pia bunilizi uongezea uzidi kuendeleza uhusiano wa jamii. Yaani mnakuja pale kusema na hawa, mnakuja pale ama wakati mnazungumza kwa misimu, si mnaendeleza jamii? Yaani mnakuja pamoja, si lazima mzungumze ndio ule msimu uendelee. Kama ni misimu ya vijana siku hizi ni gani? Sijakwambia sheng. Kuna misimu na kuna sheng. Sasa hapo wewe mwenyewe utaweza kutofautisha. Kwa hivyo na bunilizi vile vile, si ulifunzwa huwa inaelimisha. Inakuelimisha, methali zinakuelimisha, pia inakuonya. Inakuonya usiwe mtu mbaya. Pia baadhi inaendeleza lugha kwa sababu unapata msamiati ambao ni mpya. Na pia uhifadhi utamaduni. Haya, tufike pale. Kwanza kabla hatujaendelea, kila mtu asimame hapo, unatupa kitendawili, tunanyosha mkono, tunakujibu. Njoo hapa mbele usimame. Tuanze hapo. Kuja hapa mbele. Kila mtu afikirie, kila mtu atafanya hivi.